na napenda leo hii kujumuika na nyinyi kipekee kuuaga umma wa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla kwa nafasi yangu hii kama mkurugenzi wa TAMWA Zanzibar na katika maisha yangu yote niliyoifanyia kazi taasisi hii. Ni Daktari Mzuri Issa Ali ambaye ameaga rasmi ukurugenzi katika Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake TAMWA Zanzibar. Niseme sasa hivi mkurugenzi mpya amekuwa dada Nairat Abdalla Ali. Uongozi sasa hivi uko mikononi mwake dada Nairat, hivi ninavyowaambia. Na dada Nairat nadhani wengi mnamuelewa, ni kiongozi mwenye uwezo mkubwa, ana maadili makubwa ya kazi, ana maono yanayoendana kikamilifu na dhamira ya TAMWA Zanzibar. Nina imani kubwa kwamba ana uwezo wa kuipeleka TAMWA Zanzibar mbali zaidi. Siondoki kwenye mapambano ya haki na usawa. Ninabadilisha nafasi ili taasisi iendelee kuishi, kukua na kung'ara. Na huu ndio mchango wake katika chama hicho hadi sasa. Tulianza safari yetu ya kujenga taasisi imara katika jamii ambako mifumo dume ilikuwa ni mikubwa na ilikuwa haipo tu katika mila bali pia katika mifumo, sheria na taratibu rasmi. Haikuwa safari nyepesi. Kulikuwepo na changamoto, upinzani, uhaba wa rasilimali na nyakati za kutoeleweka. Lakini kama ilivyo kwa waandishi wa habari wenyewe, changamoto hizo ndizo zilijenga uthabiti wetu. Kufichua mila potofu. Kwa mfano kama swala la dago ambapo wanaume huenda kuvua na kuacha wanawake na watoto kujishughulikia wenyewe. Kwa mfano kama Micheweni kule mama anaachwa na watoto 7, 8, 9 aweze kujishughulikia. Sasa hizo ndio mila ambazo zilikuwepo wakati huo na watu walikuwa wanachukulia ni jambo la kawaida tu. Na masuala ya gender based violence tulipokuwa tukiandika hayakuwa rahisi. Na tunashukuru baada ya kuanza kwa ofisi pia ya mwendesha mashtaka mambo kidogo yakawa yana unafuu. Leo naweza kusema kwamba taasisi yetu ina nguvu na heshima na uaminifu. Tuna wanachama zaidi ya 80 kwa Zanzibar. Tuna wafanyakazi 23 waliobobea kwenye masuala mbalimbali ya uweledi. Tuna mifumo thabiti ya kifedha inayosimamiwa na wahasibu wenye ithibati ya CPA. Haya yote hayakutokea kwa bahati. Yalitokana na mshikamano, uvumilivu na imani ya pamoja kwamba haki ya kijinsia si ombi bali ni haki ya msingi. Tuliweza kuwafikia wanawake na watu wenye ulemavu zaidi ya 11,120 kupitia vikundi 552 vya kuweka na kukopa. Tulipambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika mazingira ya awali yasiyo na sheria bora, kutokuwa na kesi za vifungo hadi kufikia kupata sheria nzuri na hivyo kutoa adhabu kwa washtakiwa. Tuliweza kuchangia ongezeko la uwakilishi wa wanawake katika siasa na katika nafasi za uongozi kwa ujumla. Na sasa hivi tunaweza kusema kwamba wanawake katika nafasi za maamuzi wamekaribia 35% kuanzia ngazi za juu mpaka ngazi za chini. Tulishiriki kikamilifu katika mapitio ya marekebisho na sheria kandamizi na kutetea uhuru wa vyombo vya habari pamoja na haki ya kupata taarifa. Wengi wenu humu mmeandika sana hizi habari na tunashukuru kwamba zimeleta majadiliano mazito sana kwenye nchi. Kwa upande wa wafanyakazi na waandishi wa habari, wanazungumziaje uongozi wa Dr. Mzuri? Niseme tu TAMWA imetujengea uwezo mkubwa ikiwemo kuandika makala, kuandika habari mbalimbali. Kwa kweli mimi Dr. niseme kwa kweli ni mtu ambaye kwa kweli ulikuwa unapenda waandishi wa habari sana. Tuko tayari kufanya kazi na mkurugenzi mpya. Tunamfahamu, si mgeni na umezitaja sifa zake kwa ufupi. Ni kweli ni mtu ambaye serious. Kwa niaba ya TAMWA Zanzibar, tunapenda kukushukuru kwa dhati Dr. Mzuri Issa Ali kwa uongozi wako uliotukuka. Tunakuaga rasmi katika madaraka. Tunakuombea afya njema, maisha marefu yenye kheri na baraka katika safari yako mpya ya maisha.
Tuna imani kuwa hekima na uzoefu wako utaendelea kuwa rasilimali muhimu kwa taasisi yetu na jamii kwa ujumla. Katika kipindi chako cha uongozi, tumeshuhudia maboresho makubwa katika mazingira ya kazi, kuimarika kwa mifumo ya utawala na kuongezeka kwa fursa za mafunzo na maendeleo kwa wafanyakazi. Zaidi ya yote, uliweka msisitizo mkubwa kwenye haki, usawa na kuheshimu utu wa kila mfanyakazi. Hili ndilo somo kubwa zaidi ulilotufundisha. Aidha, tunampongeza kwa dhati mkurugenzi mpya wa TAMWA Zanzibar, ndugu Nairat Abdallah Ali, kwa kupata nafasi hii ambayo ataendeleza yote aliyojifunza kutoka kwako na kuongeza juhudi katika kazi zake. Kwa niaba ya TAMWA Zanzibar na wadau wetu wote, tunapenda kukaribisha rasmi na kwa heshima kubwa katika nafasi ya ukurugenzi. Tunakutakia kila la kheri katika jukumu lako hili muhimu uliloaminiwa kulitekeleza. Kabla ya kufikia tamati ya risala hii, kwa mara nyingine, kwa niaba ya wafanyakazi wote tunasema asante sana kwa uongozi wako wa mfano, asante kwa utu wako na asante kwa kutuamini na kutuongoza kwa haki. Nairat Abdullah Ali kwa sasa ndiye mkurugenzi mpya wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake TAMWA Zanzibar. Anaahidi kufanya kazi kwa bidii na mashirikiano katika taasisi hiyo. Napokea jukumu hili kwa unyenyekevu na heshima kubwa, nikitambua dhamana nzito niliyopewa na mchango mkubwa ambao TAMWA Zanzibar imekuwa ikifanya katika jamii yetu. Napokea dhamana hii nikiwa na ufahamu kwamba uongozi si kauli bali ni vitendo, na si ahadi bali ni wajibikaji. Ninapokea nafasi hii nikitambua kuwa taasisi huimarishwa si kwa mipango mizuri bali kwa utekelezaji thabiti wenye nidhamu na mwelekeo unaofahamika. Ninaamini kwa ushirikiano na maono ya pamoja tutaendelea kuimarisha TAMWA Zanzibar kwa kufanya kazi kwa pamoja na waandishi wote wa habari wa ndani na nje, mashirikiano ya karibu na asasi za kiraia, kuimarisha harakati mbalimbali za kazi za TAMWA Zanzibar ikiwemo kuwawezesha wanawake na watu wenye ulemavu kiuchumi, kuendelea kufanya uchechemuzi wa sheria kandamizi zinazowakamisha maendeleo ya wanawake na watoto wenye ulemavu na kupaza sauti za makundi hayo. Aidha, masuala ya ufuatiliaji wa karibu, utekelezaji wa haki za binadamu pia utaendelea kufuatiliwa. Katika uongozi wangu nitaweka mkazo katika uwajibikaji, uwazi, uendelevu wa kifedha, ushirikishaji na ubunifu pamoja na matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha taasisi yetu inaenda sambamba na matakwa ya dunia. Katika kipindi cha uongozi wangu nitasimamia kwa dhati misingi mikuu mitatu: uwajibikaji katika utendaji, ushirikishwaji katika maamuzi na uwazi katika utekelezaji wa programu zetu zote. Ninawaahidi kushirikiana nanyi kwa karibu, kusikiliza kwa makini na kuchukua hatua kwa wakati. Milango yangu itakuwa wazi kwa hoja, mawazo na suluhisho, kwa sababu hekima hukua inaposhirikishwa. Naomba tushikamane, tufanye kazi kwa bidii, tuthibitishe kwa vitendo kwamba taasisi inaongozwa na watu wanaotanguliza matokeo kuliko maneno. Napenda kushukuru fursa hii kumpongeza na kumshukuru kwa dhati mkurugenzi aliyenitangulia, Dr. Mzuri Issa Ali. Ni ukweli wenye vigezo na ithibiti isiyo na shaka kuwa ameacha alama isiyofutwa kwa TAMWA Zanzibar. Ameweka misingi imara, na kama walivyosema wahenga, aliyepanda mti kivuli chake hunufaisha wengi. Jukumu letu sasa si kuanzia upya bali ni kujenga juu alichokijenga yeye. Na waomba washiriki wetu wa maendeleo, wanachama wote wa TAMWA Zanzibar, waandishi wa habari, asasi za kiraia na wadau wote wa maendeleo, ushirikiano wenu katika safari hii. Kwa pamoja tutaendeleza kazi nzuri iliyofanywa na Dr. Mzuri na kuhakikisha TAMWA Zanzibar inakuwa imara na kuwa na maendeleo zaidi.